fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajri. Aqimis salata, dumisha kusali, liduluki shamsi, kwa kutenguka jua. Wale watu wa Tanga wanasema kwa kuseguka jua. Kusega manake kukaa pembeni. Kuseguka jua, seguko wana mambo yao mengine yanakuwa matusi, sega akaulegeza. Haya, aqimis salata liduluki shamsi, simamisha sala kwa ajili ya kuseguka jua au kutenguka jua, ambayo ni suratul Isra. Kwa hivyo inaonekana wazi, wa uquluna la tudriku munasabatan dhahira, na akili zetu hazidiriki mnasaba wa moja kwa moja baina sababu wal hukmi, baina sababu na hukumu. Kwa nini tuambiwe tusali wakati jua linaseguka au wakati jua linamaliza nusu ya safari yake? Akili zetu haziwezi kugundua sababu yake. Kwa hivyo haiwezi kuwa illa. Hiyo ndio sababu. Sababu ni kile kitu ambacho wewe huwezi kugundua kwa nini kimewekwa hivyo. Illa ni kile ambacho unaweza kugundua wewe kwa nini kimewekwa hivyo. Na kwa sababu ukishagundua unaweza kulinganisha na mengine. Lakini ile ambalo hujagundua kwa nini limewekwa hivyo, huwezi kulinganisha na mengine, utatekeleza kwa sababu ndo hakuna budi. Tumefahamiana? Ni kama sisi tunaoheshimu wazazi wetu, baba zetu na mama zetu, hatujui kwa nini baba yako, huwezi kujua kwa nini baba yako kamposa mama yako, unajua? Na kwa nini mama yako alikubali kuolewa baba yako, unayajua hayo? Basi wewe unabaki tu kusema baba na mama wameoana, unawaheshimu, ngoma imekwisha. Wala huwezi kwenda kuadadisi sasa baba ilikuwaje, ulimpata pataje mama we? Kamuulize uone. Sisi kwa zamani utakuwa mikwaju mingi sana. Una adabu mshenzi we. Kama nilimtongoza Forodhani kule kwa mara ya mwanzo, utakanguelezea mambo yote haya. Ishakuwa balaa. Kwa hivyo kule unasalimu amri, usogei. Ndio sababu. Sababu unakuwa husogei, kazi yako kusalimu amri, unaheshimu kwa sababu akili yako haijui kwa nini jambo lile limewekwa. Hata ukibahatisha hupati kitu kizito. Tofauti na ila unaiona wazi wazi kwamba hii ndio sababu. Wa uquluna, na akili zetu la tudriku munasabatan dhahira baina sababu wal hukmi. Wa shuhudu shahr Ramadhan, na kuhudhuria mwezi wa Ramadhani ili ujubi siyami, kwa kupasa kufunga. Fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema faman shahida minkum shahra falyasumu, atakayehudhuria miongoni mwenu mwezi wa Ramadhani na ufunge. Na tunatafsiri shahida kuhudhuria, hatutafsiri kuona. Ingawa tunafahamu kuwa wako wafasiri waliosema faman shahida ay faman raa, atakayeuona. Lakini kwa mujibu wa mtiririko wa aya, shahida haimaanishi kuona kabisa, inamaanisha kuhudhuria, yani kuwepo. Kwa sababu mbele kasema waman kana minkum maridhan au ala safarin, kwa ni mgonjwa na aliyeko safarini hauoni mwezi. Sambona kawatoa katika hukumu hii, kwani wao hawajauona? Na aliyekuwa si msafiri na si mgonjwa lazima auone mwezi. Anaweza kuwa si msafiri akalala, wala si mgonjwa akalala asiuone mwezi. Kwa hivyo shahida hapa si swala la kuona mwezi, umo ndani ya ule mwezi, wewe hujasafiri, huna dharura yoyote, ndo aliyehudhuria mwezi faman shahida minkum. Lakini tunafahamu kwamba tafsiri zina mivutano, si tunasema tu kilichopo, tunafahamu na nyingine pia nazo zipo, wala hatugombani. Tumeyazungumza sana hayo kwenye masemina, tumefika mahala tumesema kila mmoja afate kile ambacho karidhika nacho. Faman shahida minkum shahra falyasumu, basi atakayehudhuria miongoni mwenu mwezi na ufunge mwezi huo. Na shahri hapa ni mwezi wa siku, sio mwezi wa kutizamwa kwa macho, kwa sababu hapa inazungumzwa lugha ya Kiarabu, haizungumzwi lugha ya Kiswahili. Katika Kiswahili ukisema mwezi inakuja manake ule unaotizama na huu mwezi. Huu mwezi wangapi? Unaona tumeuita mwezi huu, kwani tunautizama huu kwa kuandama au tunakusudia siku? Mfungo 7 alosema sawa, kajibu vile vile mwezi. Kuna mwezi huu, mwezi siku, na mwezi ule mwezi sayari. Ndio Kiswahili kina utata. Pale alinikumbusha Al-Bahari, mwalimu kamba mfunge kamba kwa kamba. Huyo mwalimu anaitwa Kamba, na Kamba akasema mfunge kamba mdudu wa baharini kwa kamba hii ya kufungia. Sasa ziko kamba 4 humu ndani, na kila moja ina maana tofauti. Mwalimu kamba, huyo mwalimu jina lake Kamba, na Kamba kasema mfunge kamba yule mdudu wa baharini kwa kamba hii ya kufungia. Kamba ziko ngapi? So 4 humo ndani ya sentence moja. Mwalimu kamba mfunge kamba kwa kamba. Lafzi tu imetofautiana, kuna kamba na ka. Sasa Kiswahili kiko hivyo, na lugha nyingine zote Kiswahili kiko hivyo kwa kiasi kikubwa sana.
Sasa mashekhe wetu wakati mwingine wanakuwa wanaongozwa na Kiswahili mahala ambapo litakiwa waongozwe na Kiarabu. Neno shahr kwa Kiarabu lina maana ya mwezi, siku. Huu tunazohesabu mwezi mosi, pili, sio mwezi ule tunaoutazama. Ule una majina matatu. Una hilal, una badr na una qamar. Hayo ndio majina yake. Matatu. Na majina haya kila moja ina sababu yake. Hilal ni pale unapoonekana kwa mara ya mwanzo. Wayasalunaka anil ahilla, wanakuuliza kuhusu miandamo. Kwa hivyo hilal manake mwandamo. Hata mtu akiitwa hilal manake mwandamo. Mnifahamu? Badr ndio ile badru manake mwezi uliotimia wote. Tala al-badru alaina min thaniyatil wadai, mwezi kitangara, mwezi mdande wote mzima. Alafu qamar ni mwezi katika hali yoyote. Kwa hivyo hakusema faman shahida minkumul hilala, kasema faman shahida minkum shahra. Kwa hivyo hapa haizungumziwi habari za kuona mwezi. Kuona mwezi zimezungumzwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha raaitumul hilala fasumu wa idha raaitumuhu faftiru fa in ghumma alaykum faqduru lahu au fatimu 30 Shaaban. Haya, twendeni, lakini si mada yangu leo. Tuko katika kusomesha usul fiqh, wasije watu wakachokozeka hapa wakataka mjadala, nitawavunja vibaya sana. Faman shahida minkum shahra falyasumhu, atakayehudhuria miongoni mwezi na ufunge. Suratul Baqara aya 185. Kwa hivyo imeonekana wazi kwamba sababu ya kufunga ni kuingia kwenye ule mwezi, na mwezi unajulikana kwa kuandama. Sawa, ukenda kwa hisabu hiyo, kwa hivyo inakuwa ni sababu. Wa kaulu sallam sumu liruyati, ndio ile pale. Na kauli ya Mtume sallam aliposema fungeni kwa kuonekana kwake, waftiru liruyati, na fungueni kwa kuonekana kwake. Na hapa napo vile vile kitafsiri walikuwa wanatupeleka wazee wetu, sumu liruyati, fungeni kwa kuona na fungueni kwa kuona. Fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake huo mwezi. Maana ru'ya ni masdar wa huwa mudhaf wal ha mudhafun ilayhi. Iko nyingine sema idha raaitumuhu fasumu wa idha raaitumuhu faftiru, mtakapouona fungeni na mtakapouona fungueni. Sawa, hiyo iko wazi kwa sababu kuna dhamiri idha raaitumuhu wao hu, mtakapouona, fasumu fungeni, wa idha raaitumuhu, na mtakapouona faftiru fungueni. Ile iko wazi, lakini hii fungeni kwa kuonekana kwake na fungueni kwa kuonekana kwake. Wal aqlu la yudriku munasabatan dhahira, na akili haidiriki mnasaba au mlingano wa wazi, litashri'il hukmi, kwa kuwekewa sheria hukumu. Kwamba kwa nini iwekwe sheria hukumu katika fungamanisho la kuona mwezi na kuingia mwezi wa Ramadhani? Akili yako haiwezi kugundua haraka haraka kwa nini iwe hivyo. Ni uamuzi wa Mwenyezi Mungu. Inawezekana zipo hikma ukazibahatisha, nyingine ukazipatia, nyingine ukazikosea, lakini haionekana wazi kwa nini iwe hivyo. Maka mtu mwingine sasa, kama kufunga siku 30 sinaanza siku yoyote. Ingekuwa ni rai naanza siku yote. Nitaanza katikati. Kwa nini kifunga katikati 15 kamaliza funga 15 za mwezi unaofuata sitopata 30? Lakini Mwenyezi Mungu anataka hapana, muanze na kuumaliza kwa hikma yake yeye mwenyewe jalla ndani ya mwezi huo. Kwa hivyo hilo nalo linakuwa ni sababu. Wa ashhurul hajj, na miezi ya hija, sababu ni sababu liujubil haji, ya kupasa kuhiji ala almustati' kwa mwenye kuweza. Alhajju ashhurun ma'lumat, fi qawlihi ta'ala, katika kauli yake Mwenyezi Mungu aliposema alhajju ashhurun ma'lumatun, hija ni miezi inayojulikana. Faman faradha fihinna alhajja, basi atakayekadiria ndani ya miezi hiyo kufunga. Kakadiria maana yake kapanga, atakayepanga samani ndani ya miezi hiyo kuhiji, fala rafatha, basi hakuna mambo ya starehe za ngono, wala fusuka, wala uovu, wala jidala, wala ubishi fil haji, katika mambo ya hija. Suratul Baqara sura ya 2 aya 197. Nairudia aya, alhajju ashhurun ma'lumat, hija ni miezi maalum inajulikana ratiba yake. Faman faradha fihinna, basi atakayekadiria ndani yake, yani atakayepanga ndani ya miezi hiyo alhajja kuhiji, ajue fala rafatha, hakuna ndani yake mambo ya starehe za kuingiliana mwanamke na mwanamume, itakuwa hakuna katika ratiba hija yote mpaka tumalize. Na hapa rafatha zinakusudiwa ni zile za halali, bila shaka za haramu hazifai wakati wowote. Hapa za halali katika kipindi hicho utakachopanga wewe kuhiji, ushakuwa ndani ya ratiba, pia zitakuwa hazifai.
Ndio maana Mwenyezi Mungu akasema kule uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisaikum, usiku wa kufunga mehalalishiwa nyenye kustarehe na wake zenu, kwa sababu watu wa mwanzo walikuwa kwao wakifunga wanafunga yote, hamna vile vitu, na siku ya Idi wakifungua wanafungua vyote. Wakati mwingine wanaacha kula kwanza, wanakula mzigo. Siku 30 mmekaa tu mnatizamana kama masanamu, si mchezo, mnadunduliza uji tu nje munywe siku ya sikukuu. Sasa Mwenyezi Mungu akasema Waislamu hawa walivyo wajanja watashindwa kufanya mambo haya, bora niwaachie. Akawatufungulia hiyo, alhamdulillah. Mtu akishamaliza tarawih anakwenda kufuturu futari nyingine zote. Kwa hivyo alhaji wa shuru maalumatu kwa mafradha wala rafatha, hakuna habari ya starehe za mwili, wala fusuka, wala uovu wa kupigana, wa kugombana, maneno mabaya nini, hamna. Wala jidala, wala ubishi, hata kama ni wa halali hamna. Maana fusuq ni dhambi, jidali ziko zinakubaliwa, mjadala halali. Wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan, lakini wala jidala, wala kuna mambo ya kushindana fil haji, katika kipindi cha hija chote. Wala nudriku munasabatan maqula, tena sura al-Baqara kama tulivyosema. Wala tugundui mlingano unaoingia akilini baina sababu wal hukmi, baina sababu na hukumu. Kwa sababu hadha sababan la illa, na hii inaitwa sababu sio nini, sio illa. Tunaweza kuibahatisha kwa Mwenyezi Mungu anataka tukae kwenye nidhamu ile, ni kama kambi. Kipindi kile unakuwa tuko kambini na kambi na nidhamu za ziada, unaweza ukasema hivyo, lakini sababu hasa za msingi anazijua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunazibahatisha. Wakati yakunu sababu sababan li hukmi taklifi, na sababu inaweza kuwa ni sababu ya hukumu ya kimajukumu. Tumezeleza kule ahkamu taklifia kwamba ni wajibu, hapo pia inaitwa fardhi, mandubu, haramu, makruh na mubaha. Lakini tukasema mubaha nayo kuingiza mle kuna ati, kwa sababu mubaha si jambo ambalo linaingia kwenye wajibu moja kwa moja au kwenye haramu moja kwa moja au kitu kama hicho. Ala kulli hali zile ndio ahkamu taklifia, kama takadama, kama ilivyotangulia fil amthilati sabiqa, katika mifano iliyotangulia. Almunasib wa ghairi almunasibina, zinazolingana na zisizolingana. Wa mithlu, mfano vile vile milki nisabi shar'i, kumiliki kiwango cha kisheria. Sababu lijabi zaka, ndio sababu ya kupasa kutoa zaka. Sio kila mtu ana wajibu kutoa zaka, si kila mwenye kumiliki ana wajibu kutoa zaka. Inategemea anamiliki kiwango gani, katika mifugo, katika mazao, katika mali, biashara. Kuna kiwango maalum katika kila jambo, vimewekwa viwango kwenye zaka. Kwa hiyo kama hajamiliki kiwango hicho, wajibu wa kutoa zaka hana. Itabaki kwake ibada ya sadaka, na sadaka itakuwa ni khiari, lakini inahamasishwa sana kwa watu wanaofanya biashara, watu wanaofanya mambo ya kilimo, watu wanaofanya mambo ya mifugo. Hata kama watakuwa hawajafikia kiwango cha kutoa zaka, wanatakiwa watoe sadaka. Haidhuru, sadaka ni kujikisia mwenyewe. Hakuna kiwango maalum, chochote kile kitakachomnufaika shamnyonge kitakuwa ni sadaka, lakini unahamasishwa utoe zaidi sadaka kama hujafikia kiwango. Kwa hivyo liijabi zaka ndio sababu ya kisheria ya kuwajibisha zaka kile kiwango. Wasarika, tuna wizi, sababun, ni sababu kisheria liijabi khata iliyadi, kwa kupasa kukata mkono. Kwa hivyo mtu kama hajaiba akatwe mkono, hata kama sheria ya Kiislamu inatawala. Na huo wizi wenyewe kiwango na kiwango maalum, sio kwamba kaiba doriani, kaiba nazi moja unamkata mkono. Kiko kiwango chake. Na bado wanazuoni kwa sasa wanavutana juu ya tathmini ya hicho kiwango chenyewe, lakini kimetajwa kwa mujibu wa sheria kiwango chake maalum, kama ilivyo kwenye viwango vya zaka. Kwa hivyo sio kwamba mkaiba penseli labda mnamkata mkono, au kapita mahala kinyozi alikuwepo kasinzia akabeba nywele za watu zilizokuwa zishanyolewa, anakwenda nazo mbio, mnasema mwizi kaiba nywele. Hataki kamatwa kweli kaiba nywele, kwa sababu ile ni mali ya watu, hajapewa ruhusa. Na pengine huyu ni mwanga au mganga wa kienyeji, anataka kwenda kuzichoma, kuzifanyia kafara. Unajua kama nywele zinatumika kwenye mambo ya uganga, na hasa zile nywele za maeneo yale ya viwanja, zile ndio zinahitajika sana. Bwana Amari, tahadhari wasizichukue watu, unaweza kwenda kukufanyia kazi huko. Mezangu nazilinda kweli, ndio maana wazee wa zamani wasema uzifukie ziliuzwa. Unaona kazi hiyo Ahmadi, wewe si kama simnunuzi wa hizo. Haya kwa hivyo tunachozungumza ni kwamba haya mambo ya wizi yana viwango vyake, yana vitu vyake, yana namna
namna zake kwa mujibu wa sheria. Wal maradhu sababu li ibahati al-fitr fi Ramadhan, na ugonjwa ni sababu ya kuhalalisha mtu kufungua katika mwezi wa Ramadhan. Ugonjwa ni sababu ya mtu kufungua katika mchana wa mwezi wa Ramadhani akali. Ni sababu iko wazi. Wakati yakunu sababan li ithbati milki, na inaweza kuwa sababu ni sababu ya kuthibitisha mamlaka au halin au halali au izalati ma, au kuviondoa vilivyo. Ikawa ni sababu ya kukuthibitishia mamlaka kwamba wewe unakimiliki hicho kitu, au kukuondolea mamlaka kwamba wewe hukimiliki tena. Au kuhalalisha jambo kwamba litakuwa halali kwako, au kuondoa halali kwamba sasa si halali tena kwako. Kwa mfano, kalbai, kama biashara, li ithbati almilki wa izalati, kwa ajili ni sababu ya kuthibitisha mamlaka na kuondoa mamlaka. Unapouza kitu, manake sasa yule aliyenunua kisha kuwa na sababu ya kumiliki kile kitu. Lakini wewe uliyeuza sasa ushakuwa na sababu ya kuondoa mamlaka kwenye mikono yako. Kwa hiyo biashara inafanya mambo mawili. Inaondoa mamlaka kutoka kwa muuzaji, halafu inaingiza mamlaka kwenda kwa mnunuzi. Kwa hivyo imeondoa mamlaka kwa upande moja na imethibitisha mamlaka kwa upande wa nini? Kwa upande wa pili. Tumefahamiana? Kwa hivyo ile biashara itakuwa sababu li izalati almilki wa ithbati almilki. Ni sababu ya kuondoa mamlaka kwa muuzaji na ni sababu ya kuthibitisha mamlaka kwa mnunuzi. Na ndoa vile vile itakuwa ni sababu ya kuhalalisha kitendo kile cha kijitu kizima baina mwanamke na mwanamume, na kwamba kama na talaka ikimaliza eda itakuwa sababu ya kukiharamisha. Hata kama alikuwa mkeo ulishamuacha na eda ishakwisha, hamruhusiwi tena kufanya lile jambo. Kwa hivyo itakuwa zawaji ni sababun lilhil, ya kuhalalisha. Wa talaqu sababun lilhurmati, itakuwa ni sababu ya kuharamisha. Kwa moja linaingiza mamlaka na moja linatoa mamlaka. Wal waqfu, na kuweka wakfu mali, wal itq, na kuachia mtumwa huru, lisqat almilki, nazo ni sababu za kuondoa mamlaka. Ndio, yani nyumba yako mwenyewe ukishakuandika wakfu ikawa wakfu, huwezi tena kuiuza. Itabidi ufuate yale masharti ya wakfu uliojiwekea mwenyewe, kwa sababu umeondoa mamlaka yako mwenyewe binafsi, umepeleka kwenye mamlaka ya ule ukoo uliowekea wakfu au ile jamii uliowekea wakfu. Kwa hivyo umeondoa mamlaka kutoka kwenye mikono yako kwenda kwenye mamlaka nyingine. Kwa hivyo inakuwa ni sababu. Na kumwacha mtumwa huru hali kadhalika, na kukigawa kitu hali kadhalika. Shamgaia mtu kitu si chako tena. Wazawaju li ithbati alhil, na ndoa kwa ajili ya kuthibitisha alhili wa halali wa kuingiliana. Wa talaqu li izalati, na talaka kwa ajili ya kuondoa halali huo, nishalisema kule. Wal qarabatu, na ujamaa wa karibu, listiqaqi alirthi, ni sababu ya kusaiki mirathi, kwamba ni jamaa yake wa karibu kwa ukaribu gani na mirathi yake itapatikana kwa namna gani. Wa itlafu almali, na kuharibu mali za watu wengine, listiqaqi dhamani ala talif, ala almutlif, kwa mutlif lamu itakuwa na kisra, pana mimu hapo lakini imeandikika kwa udogo sana. Listiqaqi dhamani ala almutlifi, kwa kustaiki dhamana yule aliyeharibu, aliyetilifu. Wale wenzetu wanaozungumzia kutilifu, watu wa nyumbani wanajua kwamba kutilifu sio kutilifiwa, yani sitaki kuharibiwa. Kutilifu maana yake ni kuharibu. Sasa kile ni Kipemba cha Kiarabu au Kiarabu cha Kipemba, ati Mkongo huko ni Kipemba cha Kiarabu au Kiarabu cha Kipemba bala hao, Kiarabu cha Kipemba au Kipemba cha Kiarabu? Kipemba cha Kiarabu, sio Kiarabu cha Kipemba, maana kwa Waarabu hawazungumzi Kipemba. Kwa hivyo Kipemba cha Kiarabu. Sasa kutilifiwa, sitaki kuharibiwa kitu changu. Kutilifu ni kuharibu, atlafa. Kwa hivyo kwa kile ambacho, kwa yule ambaye katilifu, yani kaharibu, atalazimika kulipa kwa sababu yeye ndio alokiharibu. Wasababu, na sababu, imma maqdurun lilmukallafi, ama iwe inawezwa na yule aliyelazimishwa na sheria, kalqatl al-amdi, kama kuwa kwa maksudi, sababu liijabil qisas, ni sababu ya kuwajibisha kisasi, kwa sababu kalifanya jambo anaweza kuliacha. Ikiwa makdur manake analiweza, anaweza kulifanya na anaweza kuliacha, kama ilipokuwa kuzini, unaweza kuzini na unaweza kuacha kuzini. Wal uqudu, na mikataba yote, min bai'in, ikiwa kuuza, wa ijara kukodisha, wa zawaji ni kuoa, asbabun, hizo ni sababu, li ahkami, kwa hukumu zake, almutaratibati alayha, zinazoambatana nazo. Na anaweza mtu kufanya, akitaka anaweza kuoa, anaweza sioa, akitaka anaweza kuuza, akitaka hauzi, akitaka anakodisha, akitaka hakodishi. Kwa hivyo ni sababu makdurun, imo ndani ya uwezo wake, na uwezo wa mtu ni kwamba anaweza kufanya na anaweza kuacha kufanya. Wa imma ghairu maqdurin lilmukallafi, na ziko nyingine haziwezwi na mukallaf.
Kwa hivyo hizo ndio sababu ambazo anaweza kuzifanya na anaweza kuacha kuzifanya, zinaitwa maqdur. Wa imma ghairu maqduri lilmukallaf, na ziko ambazo haziwezwi na yule mukallaf, manake ama hawezi kuizuia isifanyike au hawezi kuifanya kabisa, haimo ndani ya uwezo wake. Ile ya mwanzo ni sababu, lakini imo ndani ya uwezo wake. Kwa hivyo anaamua yeye kufanya na kuto kufanya. Hii ya pili haimo ndani ya uwezo wake, na kwa hivyo haamui yeye kuifanya au kuifanya. Anatoa mfano kadukhuli alwaqti lijabi sala, kama kuingia wakati kwa ajili ya kupata sala. Sasa umeingia wakati wa lishaina na huyo ameshaadhinia, lakini hakuna hata mmoja kati yetu sisi aliyefanya lolote katika kuhakikisha lisha inaingia au kuizuia isiingie. So hii ni ghairu maqdurin lilmukallaf, iko naturally kwa mujibu wa maumbile, hatuna uwezo nayo, haimo ndani ya uwezo wetu, hatuwezi kuifanya wala kuacha wasigharu, na utoto lithubuti lulaya ala saghiri, kwa kuthibiti usimamizi juu ya mtoto mdogo. Alwilaya manake usimamizi au utawala, ndio tunapata neno wilaya hili la Kiswahili, wilaya hii ya kusini, wilaya kati, wilaya nini, manake ni eneo la utawala. Alwilaya, Khomeini aliandika kitabu kinaitwa Wilayatul Faqih, utawala wa mwanasheria ya Kiislamu, faqih, kilikuwa maarufu hicho cha al-Imam al-Khomeini aliyekuwa kiongozi wa mapinduzi ya Iran. Ilikuwa maarufu sana kitabu chake Wilayatul Faqih, na nafikiri alikitoa kabla hajaingia kwenye madaraka, tangu alipokuwa tu mwanachuoni anafundisha. Kikubwa kizuri kidogo, si kikubwa sana, lakini maudhui yake nzito. Kazungumzia Wilayatul Faqih. Sasa anasema wasigharu lithubuti alwilayati ala saghiri, na udogo kwa ajili ya kuthibitika utawala juu ya mtoto mdogo, kwamba mtu madhali ni mtoto mdogo atatawaliwa tu, hawezi kujitawala mwenyewe, na hii yeye hana uwezo wa kuiondoa. Akasema mimi sasa sitaki kutawaliwa. Utaki kutawaliwa vipi na wewe mtoto mdogo? Utatawaliwa tu. Umenifahamu? Hawezi kuiondoa wala hawezi na mtu mzima akasema mtu mzima nataka kutawaliwa. Utatawala mambo yako mwenyewe mpaka uwe labda kichaa au mgonjwa, ndio tutakufananisha na mtoto mdogo. Lakini una akili timamu, unataka uvivu tu. Sasa yani wewe ushaoa, una watoto, afu unarudi nyumbani kwenu unasema nilee wazee wangu kama zamani, mnilishie mke wangu, mnilishie na watoto wangu. Utapotoka katafute kazi huko. Wilaya gani wewe sasa hivi tena utawaliwi, wewe unajitawala mwenyewe. Umenifahamu? Ndio kama wale ndama wanapofuata mama zao kwenye ng'ombe, wale wanafuata na numa yule ndama, lakini kuna wakati mama anaanza kumwacha. Ukimwona mama anamwacha ndama kwenye distance kubwa, ujue tayari anamwachia utawala wake. Sasa Wilayatul Faqih, anza mwenyewe kujitawala, ndio mara anakuwa mtamba yule muhuni. Sasa maana anarudi time anazotaka kwenye zizi, na mwisho anapigana kabisa na mzee wake, toka hapa katafuta mwenyewe chakula yako, usinihangaishe mimi, kwa sababu ishakuwa sasa si mdogo tena. Lakini yule wa mwanzo anakuwa lazima awe karibu, kwenye paka, kwenye mbwa, kwenye wanyama moto, hata kwenye kuku, ndio hivyo. Kwa hivyo asigharu lithubuti liyata ala sahih wal qaraba lilirthi, na ukaribu kwa ajili ya kurithi. Yani mtu madhali ndugu yako na jamaa yako yuko karibu, atakurithi kwa mujibu wa sheria kadri itakavyokuwa sheria imesema. Na kama si jamaa yako, hata ukiamua wewe jamaa yako, hawi jamaa yako na hakurithi. Kwa hivyo ni jambo ambalo haliwezi kutengenezwa na mtu, linatengenezeka na maumbile, ghairu maqdurin lilmukallaf. Sasa wa hukmu sababi, ndio hitimisho la somo lake la leo. Na hukumu ya sababu, annahu idha wujida, kwamba ikipatikana, wujida wao itiwe dhumma, jimu itiwe kisra, wujida na dali itakuwa nafuata. Fa idha wujida ikipatikana, tarataba alayhi musabbabuhu, hatman atapatikana yule msababishwa wake kwa vyovyote. Madhali ile sababu ishapatikana na kilichosababishwa lazima kipatikane. Ikiwa jua lishazama, basi magharibi lazima sasa iwe ishaingia na wajibu wake utakuwa umeshapatikana. Ikiwa jua limeshatenguka kutoka mashariki kwenda magharibi na lishazidi katika safari yake kutoka mashariki, adhuhuri itakuwa imefanyaje? Imeshaingia lazima. Hakuna namna ya kukwepa huo ukweli. Mwezi umeshaandama, Ramadhani imefanyaje? Imeshaingia, hakuna namna ya kukwepa. Mkasema tukae kikao tuseme safari hii njaa imekuwa nyingi, tunaisogeza mbele Ramadhani. Haisogezeki mbele. Au mkaona mwezi huu ni wa mavuno mkubwa, Shaabani, basi kwa nini tusifunge kabisa Ramadhani, turudishe nyuma? Hayo ndio mambo walikuwa wakiyafanya makafiri. Yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwatiu iddata ma harrama Allah. Wao walikuwa wanafanya vikao kuhusu miezi mitukufu waliopewa.
wasema safari bwana tuna ugomvi na jamaa, wacha tuicheleweshe miezi mtukufu tupigane vita. Wanaichelewesha, wanaitanguliza, wanazipanga zile tarehe wanavyotaka. Hakukuwa na fixed number ya mambo fulani katika Uislamu, katika sababu zilikuwa ghairu makduri mukallaf, ndio kabisa huna namna ya kuzipangua. Lianna almusabbaba, kwa sababu kusababishwa, la yatakhallafu, hakika nyuma an sababu, na sababu yake sharan, kwa mujibu wa sheria inakuja sababu kwanza, alafu kile kilichosababishwa lazima kifanyeje? Kifuate. Sawaan aqasada man bashara sababa, ni sawa sawa amekusudia aliyeifanya ile sababu, tarataba almusabbaba alayhi, kitapatikana alichokisababisha, am lam yaqsidu, au hata kama hajakusudia kimechapatikana kile alichokisababisha. Faman safara, basi ile safiri, thabata lahu ibahatul fitri fi Ramadhan, itathibiti kwake uhalali wa kula mchana katika Ramadhani. Sawaan aqasada am lam yaqsid, ni sawa sawa kwa safari ile ikakusudia kula mchana au hajakusudia kula mchana, lakini ruhusa ataipata. Ndio katika nchi za Kiarabu kuna watu wengine wanakuwa wajanja. Ramadhani wanachukua likizo, wanakwenda Ulaya. Tena nchi huwezi kuamini ukitajua majina yake. Na ukiwaona na makanzu na nini walivyovaa pale, utasema hawa umeshaingia peponi kabla ya kiyama. Ukiwaona vile waliposema hao umeshaingia peponi kabla nini? Kabla ya kiyama. Lakini rafiki yangu, haujaandama mwezi Shaabani tu 28 tiketi Ulaya mpaka Idi na kuisha, ndo anarudi yeye na watoto wake. Ndio sijui uko Ulaya wanavaa kama chupi au nini, lakini wanakwenda kustarehe. Wako kabisa na wana pesa zao. Na wewe utashangaa kweli. Watu mwingine sisi malofa huku, lakini alhamdulillah yeye Ramadhani tunaheshimu wengi wetu. Zamani tulikuwa tunasifiwa Zanzibar hapa kwa Ramadhani. Na siku hizi hapa Zanzibar napo Ramadhani ukipita machimbo bado kumeharibika sasa. Si kama zamani. Ahmadi bwana, tutakupatia tiketi ya kwenda Iran. Naona leo umekuwa na matatizo. Waman tazawaja, na aliyeoa, wajaba alayhi almaru, itampasa mahari wa nafaqati zawjati, na huduma ya mke. Hata kama kakusudia akioa apate dezo. Kwa mimi naoa bure, sitolipa mahari wala sitotoa huduma. Madhalika oa mahari atakuwepo, akisamehewa swala jingine. Kwamba mahari yashajulikana lakini kasamehewa, hilo ni jambo jingine lina mjadala, lakini anajulikana alidaiwa mahari kesi fulani akasamehewa. Na huduma za mke zipo. Sasa kama mwanamke anasema hali yako mbaya nitajihudumia mwenyewe lakini tafuta kazi, sawa, kwa makubaliano. Lakini ule wajibu wa kumhudumia mke uko pale na mahari yako pale mpaka yapate msamaha au yashughulikiwe kwa namna nyingine. Ndio mkataba wa ndoa unavyosema. Wanapakati zawjati, na huduma ya mke. Wa man talaka zawjata, unatakayemwacha mke wake, thabata lahu haqu murajatiha, itathibiti kwake haki ya kumrejea. Wala ukala la rajata li, hata akisema kwamba sitokurejea au sina rejea mimi. Sasa mmekuacha mshenzi wewe na sikurejei mpaka kufa mimi. Alafu baadaye akakaa akasema nataka kumrejea mke wangu. Hazuiwi madhalimu ndani ya aida. Kama angeapa ndo pangeona tatizo. Mmekuacha wallahi alazim, kama nitakurejea wewe mimi nife kafiri, ndo maneno ya Kiswahili. Akishasema hivyo basi akitaka kumrejea kutakuwa na kafara ya kuvunja kiapo. Anafanya kafara kuvunja kiapo kwa ajili ya kumrejea. Lakini kwa kusema tu sikurejea hata siku moja, mwanamke gani wewe? Bora ngefuga chatu mundani kila siku ngamletea kuku, ungekuwa na salama kuliko uwe mshenzi mkubwa. Basi sikurejea tena wewe. Maneno makali itakuwa akasema tu maneno makali, lakini bado haki ya kurejea iko pale. Lianna almusabbaba taratabu bitartibi shar'i, kwa sababu kusababishwa kimewekwa kwa taratibu za kisheria, la min alinsani, si kwa sababu ya binadamu. Wa thamma rabt, na kwa hivyo kuna thamma au thumma, wa thamma au watamma ni teyo. Watamma rabtu, na umetimia mfungamano baina almusabbib wal musabbab. Ikiwa zote kazitia mim, basi bei ya kwanza itakuwa na kisra katika neno la kwanza musabbib, na bei ya kwanza katika neno la pili itakuwa na fatha musabbab. Watamma rabtu, na pametimia fungamano baina almusabbib wal musabbab, baina msababishi na msababishwa, bisuna illahi, kwa kutengenezwa na Mwenyezi Mungu, wa iradati, na kutaka kwake Mwenyezi Mungu, sio kutaka binadamu. Kwa binadamu hawezi kupangua jambo hili. Tumefika hapa leo, lakini tunatoa nafasi ya maswali matatu kama yapo.